Good evening, morning, afternoon from where you are getting us from. Ni wakati mzuri ambao nimekuja kwako tena kwa mafundisho ambao tulikuwa nayo siku ingine. Ninatumai uko mzima, uko buheri wa afya. Bwana amekuwa mwema kwako. Mimi niko salama. Majina yangu naitwa Pastor Stephen Mulei. Nimekuja nizungumze na wewe maneno machache kulingana na ile topic ambayo nilikuwa nimeanzisha kuhusu where is your strength. Kabla tuendelee, nataka niombe ndiposa tuweze kuendelea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa jioni ya leo, kwa mtazamaji wangu pale nyumbani, mahali popote ambapo unanisikia. Ninaomba kipindi hiki kiwe cha baraka. Ninaomba mafundisho haya yakajenge roho yake, yakaweze kubariki maisha yake na akaweze kumtia nguvu. Ni kwa maana wewe ndiye mwenye nguvu na wewe ndiye mwenye uwezo wote. Hakuna Mungu kama wewe na hakuna wa kulinganisha na wewe. Tuanze pamoja nawe mpaka tamati. Bwana Yesu kawe pamoja nasi. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Na kukaribisha tena. Tunazungumza kuhusu where is your strength. Nilikuwa nimetagulia kukufundisha ya kwamba mwanadamu anategemea nguvu. Maisha ya mwanadamu, kufaulu kwa mwanadamu, mafanikio ya mwanadamu, ama chochote ambacho mtu anafanya, anahitaji nguvu. Kuenda kwa shamba kulima, mtu anahitaji nguvu za mwili ili aweze kulima. Kufanya jambo lolote, mtu anahitaji nguvu. Hata kwa nyumba yako, kwa kazi ya mikono yako, unahitaji nguvu. Lakini kwa leo hatuzungumzi kuhusu nguvu za mwili. Tunazungumza kuhusu nguvu za roho. Where is your spiritual strength? What is the source of your spiritual strength? Nilianza na kutangulia na kukuonyesha ya kwamba tunahitaji tuweke tumaini letu kwa Mungu, ndiposa Mungu aweze kuwa ndiye chanzo cha uwezo wetu. Jioni ya leo nataka nizungumze avenues tofauti ambazo zinachangia mwanadamu kuwa na nguvu za roho. Ama ni kitu gani mwanadamu anaweza akafanya akaweza kupata uwezo wa roho kutoka kwa Mungu. Nilikuwa nimekuonyesha ya kwamba katika kitabu kile cha Isaia 22 na mstari wa 8, wengi wanatumainia farasi, wengi wanataja zana za vita, lakini sisi tunalitegemea jina la Mungu. Sisi tunamtegemea Mungu kuwa ndiye chanzo cha uwezo wetu, kuwa yeye ndiye chanzo cha nguvu yetu. Ni Psalms chapter 20 and verse number 7. Hawa wanataja magari na hawa wanataja farasi, basi sisi tunalitaja jina la Bwana Mungu wetu. Tukianzia tu hapo, nataka nikuonyeshe ya kwamba kuna nguvu zinatoka wakati mwanadamu ama Mkristo anataja jina la Mungu. When you mention the name of the Lord, when you mention the name of Jesus, there is power in that name. You get power in that name. That is why katika deliverance, wakati watu wanafanyiwa deliverance, tunatumia jina la Yesu. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo, tunafungua yule mtu kutokana na ile pepo ambayo ilikuwa imemkandamiza. Kwa hivyo nataka nizungumze ni avenues gani ama ni mambo magani ama ni njia gani Mkristo unaweza ukapata nguvu kutoka kwa Mungu. Kabla tuende hapo, nataka nikusomee maandiko machache kutoka kitabu cha Yohana Mtakatifu, that is John chapter 14 and verse number 1. John 14 verse number 1. Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu na mniamini mimi. Msifadhaike mioyoni mwenu, muaminini Mungu na mniamini mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi, kama sivyo ningaliwaambia. Kwa hivyo huyu ni Yesu ambaye anaambia mitume ya kwamba wasifadhaike, wamwamini Mungu na wamwamini yeye. Kwa hivyo kutoka kwa kuamini Mungu na kumwamini Yesu Kristo kunajenga imani ambaye ni chanzo cha ushirika ama ni chanzo cha kuweza kupata nguvu kutoka kwa Mungu.
Kwa hivyo any dealing that we deal with God, it is on the basis of faith. Even the spiritual strength that we are gaining, the spiritual strength, it is on the basis of faith. It is on the platform of faith that we are gaining this strength. My brother and my sister, could be you are down, could be you have come across situations that they have made you feel weak. You have grown weary, you have grown faint. Yani hauna nguvu tena ya kuweza kuendelea, hauna matumaini tena ya kuweza kuendelea. Kuna situation ambayo mtu anakutana nayo ya kwamba hawezi akaendelea tena. You cannot move any further, you cannot make a step any further. You have grown weary, you have grown faint. Yani nguvu zimekuishia, nguvu za Mungu zimeweza kukuishia. Yani ni kuzimia, unazimia. Usiku wa leo ama jioni ya leo upate nguvu tena ya kuweza kuendelea, upate nguvu tena ya kuweza kusimama. Kuna uwezo ninaposema hivi sasa, ninapozungumza kwa roho yako, upokee uwezo wa kuamka tena, upokee uwezo wa kufanya biashara tena, upokee nguvu ya kuweza kufaulu kutoka sasa na kuendelea. Kwa hivyo nimekuletea ujumbe ama habari njema ya kuweza kukua na nguvu mpya. There is a hope for a cut down tree to sprout back again. Kwa hivyo labda walikukata, labda walikuja wakakufanyia mambo, nguvu zako zikaisha, nguvu zako zikazimia, lakini jioni ya leo ninakuambia ya kwamba usikate tamaa. Nimekuja niinue roho yako nikuambie tena, upokee mamlaka tena, upokee uwezo tena wa kuweza kuendelea tena. Number 1, maneno yanayotoka kwa kuhani. Maneno yanayotoka kwa kuhani. The priest whom you believe, ama the priest whom you trust, can give you power, can give you strength to go back again, to come back again. Labda ulikuwa umeenda umefika level number 10 na kitu kikafanyika ukarudi tena, ama ukapoteza ule uwezo wa roho ulikuwa ndani yako. Kuhani, maneno ya kuhani, maneno ya watumishi wa Mungu, yale ambao wanatamka kwa roho yako, wanatamka kwa anga yako, yanaweza yakakupa matumaini tena, yakaweza yakaumba nguvu tena ya kuweza kuendelea, ya kuweza kufaulu. Nataka nikuonyeshe watu kadha wa kadha ambao walikuwa wamekosa nguvu, walikuwa wamekosa matumaini, nguvu za kuendelea zilikuwa zimeisha, walikuwa wamekata tamaa, walikuwa wamefika mwisho, na kupitia kwa maneno ya watumishi wa Mungu wakaweza wakapata tumaini la kuendelea tena. Tuende katika kila kitabu cha Samueli wa kwanza, 1 Samuel chapter number 1. The book of 1 Samuel chapter number 1, ni kuonyeshe pale mstari wa 11. Samueli wa kwanza mstari wa kwanza 11. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mwanamume, ndipo nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Tunazungumza habari za mama ambaye alikuwa anaitwa Ana. Ukianzia kusoma hicho kitabu mstari wa kwanza, ukiendelea kinakuonyesha huyu mama alikuwa ni tasa, alikuwa amefika mwisho, alikuwa ametafuta watoto kwa miaka nyingi, alikuwa hajapata mtoto. Na yule mke mwenza ambaye alikuwa naye anaitwa Penina, alikuwa anamdhihaki siku zote na kumwambia ya kwamba wewe ni tasa, hauwezi ukazaa, tafuta watoto wako uweze kuwa unawatuma, wacha kutumatuma hawa watoto wangu. Na haya maneno yakawa yanamdhihaki Ana, yakawa yanaumiza roho yake. Ana akawa hana tumaini tena, akawa roho yake imevunjika. Ni kwa maana mara kwa mara anapanda kuenda hekaluni kumuomba Mungu, kumtolea sadaka ili aweze kumkumbuka, lakini
nguvu za kuweza kupata yule mtoto zilikuwa zimekosekana. Uwezo wa kuweza kupata yule mtoto katika ile ndoa ulikuwa umekosekana. Ndio maana nakuambia ya kwamba kupitia kwa maneno ya watumishi wa Mungu unawekewa uwezo ndani ya roho yako, unawekwa nguvu ndani ya roho yako ya kuweza kuendelea tena. Huyu mama kaenda hekaluni akaomba, akawa anamimina roho yake kwa Mungu, anamwambia Mungu, ukinipa mtoto mwanamume, ukinikumbuka mimi mjakazi wako na unipe huyu mtoto, nitampatiana katika mikono yako awe mtumishi wako. Ukiendelea kusoma hapo chini, kulikuwa na mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Eli. Ilikuwa ni zamu yake katika hekalu ya kuweza kuenda kutoa dhabihu na kuteketeza. Akaja hekaluni akampata yule mama pale anamiminya roho yake. Akamwambia, hata lini utakuwa unalewa? Wacha nikusomee pale mstari wa 14. Ndipo Eli akamwambia, je, utakuwa mlevi hata lini? Achilia mbali divai yako. Ana akajibu akasema, asha bwana wangu, mimi ni mwanamke mwenye roho ya huzuni. Mimi si kunywa divai wala kileo, ila nimeimimina roho yangu mbele za Bwana. Usimdhanie mjakazi wako kuwa ni mwanamke asiyefaa kitu, kwa kuwa katika wingi wa kuugua kwangu na kusikitika kwangu ndivyo nilivyonena hata sasa. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako uliyomuomba. Naye akasema, mjakazi wako na haone kibali machoni pako. Basi huyo mwanamke akaenda zake, naye akala chakula, wala uso wake haukukunjamana tena. I want to tell you this. The words which we speak to your life, they are power, they are spirit, and they bring life. Nataka ushike hiyo mstari, labda hatujaisoma tena kwa mazoea, ya kwamba wakati Eli alinena kwa maisha ya Ana, wakati alimwambia enda na roho na Bwana akupe tamanio la moyo wako, aja akasema basi na nipate kibali machoni pako, na akaenda nyumbani mwake akala chakula kwa furaha, wala moyo wake haukukunjamana tena. Hii maandiko inamaanisha nini? Roho yake ilipata nguvu, roho yake ilipata uwezo wa kuweza kukabiliana na hii changamoto ya kukosa watoto. Kwa hivyo yale maneno watumishi wa Mungu wananena kwa roho yako yanatia nguvu ndani yako ya kuweza kuendelea tena. The words of the priest, they are source of power, they are a source of strength to your life. Ikiwa umefika mwisho, tafuta mtu wa Mungu aweze kukunenea. Tafuta mtumishi wa Mungu aweze kunena neno kwa maisha yako, na wewe utaweza kupata tumaini tena. Utaweza kupata uwezo, utaweza kupata nguvu tena. Sisemi ya kwamba tuweke tumaini letu lote kwa watumishi wa Mungu. Hapana, ninasema ya kwamba mada yetu ni ya kwamba where is your strength? What is the source of your strength? Ninakuambia ya kwamba watumishi wa Mungu ni chanzo cha nguvu zetu. Yaani wanaponena kwa maisha yetu, wanatia nguvu ndani yetu, wanatia uwezo ndani yetu ya kuweza kuendelea. Mfano mzuri ni huyu wa Ana. Ana ameenda amenenewa na mtumishi wa Mungu ambaye anaitwa Eli. Maandiko inasema roho yake haikukunjamana tena. Yaani alipata nguvu tena. Ile huzuni ambayo ilikuwa ndani yake, hiyo miaka nyingi ambao alikuwa amekosa mtoto, wakati tu Eli alimwambia enda na Bwana akupatie tamanio la moyo wako, hiyo kitu ikatoka, hiyo huzuni ikatoka, hiyo uzito ikatoka ndani ya huyu mama alikuwa anaitwa Ana. Kwa hivyo watumishi wa Mungu usiwadharau. Usidharau watumishi wa Mungu. They are a source of strength. Yaani ni chanzo cha nguvu ya kuendelea tena. Ni chanzo cha nguvu ya kuendelea tena. Katika kitabu hicho tu cha 1 Samuel, nataka nikupeleke kwa mtu mwingine ambaye anaitwa Sauli, ambaye alikuwa amepoteza punda na alikuwa ajui hizo punda ziko wapi. Na wakati alienda kwa mtumishi wa Mungu akanena kwa maisha yake. Wakati alinena kwa maisha yake, huyu mtu ambaye anaitwa Sauli, kuna nguvu mpya iliingia ndani yake.
Wakati huyu mtu alienda kwa huyu mtumishi wa Mungu, hata alibadilishwa, akakuwa mtu tofauti, akapata nguvu nyingine hata ya kukua mfalme, ya kukua ni kiongozi, na alikuwa ni mtu ambaye anaenda kutafuta punda. Men of God, they are a source of power, they are a source of strength in our spiritual life, in our Christian life. Mahali popote ambapo unanipata, labda wewe hauendi kanisa, unasema mimi siamini watumishi wa Mungu, you can try this. Utafute mtumishi wa Mungu mmoja ambaye unamwamini, uende kwake, ukae chini yake, akufundishe, awe anaweka maneno ndani yako, awe anasema maneno ya nguvu ndani yako, na uweze kuona vile maisha yako inaenda kubadilika. Tunaenda kitabu kile cha 1 Samuel chapter 9 and verse number 6. Kwa sababu huyu mtu ambaye anaitwa Sauli alikuwa ametafuta wapunda, amechoka. Alikuwa ameitafuta in 5 cities. Miji mingapi? Miji 5. Na alikuwa amekosa hao punda. Akaenda kwa mtu wa Mungu aweze kujua hatima ya ile njia ambayo anaiendea, aweze kujua hiyo njia ambayo anaiendea iko na matumaini gani. Huyo mtu wa Mungu anaponena kwa roho yako, yale maneno ambaye ananena kwako yanaweka uzima, yanaweka nguvu ndani yako. Kwa hivyo, what is the source of your strength? Number 1, nimekuambia the words of your priest, ama the words of your prophet. The words of your prophet, of your prophet, they give you strength to move forward. They give you power to move forward. Kwa sababu gani ni maneno? The words of the priest. Nataka nikupeleka katika kitabu kile cha Yohana Mtakatifu sura ya 6 na mstari ule wa 63. That is John chapter 6 and verse number 63. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. Maneno yanayosemwa na mtumishi wa Mungu ni roho na ni uzima. They are spirit and they are power. They bring power into your life. They give you power. They give you the ability to move forward. They give you the ability to move forward in the area where you had been struggling, in an area where you are stranded. Mtumishi wa Mungu anaponena kwa maisha yako, unapata nguvu, unapata uwezo wa kuweza kuamka tena na kuendelea tena. Kwa hivyo, maneno ya mtumishi wa Mungu. Number 2, it is prayers. Maombi. Maombi ni chanzo cha nguvu. Chanzo cha nguvu. The power. The power we have, the power we carry, it is because of the influence of the prayer that we pray every day. The power we pray, the power we have, it is due to the influence of the prayers that we have. My brother and my sister, don't neglect the act of prayer. Nguvu za maombi zinapatia wewe, yani unakuwa chochote hata kikikuja katika madhabahu yako ya maombi, unakuwa uko na uwezo wa kuweza kukurusha, ya kuweza kuenda mbali. We are saying this, the far you can see, it is about the power of the altar of the prayer. Your altar of prayer, ile madhabahu yako ya maombi, kile kiwango cha maombi ambacho unaomba, ndicho kinakupatia nguvu ya kuweza kuendelea. Kile kiwango cha maombi ambacho umeinua ndani yako, ndicho kinajenga roho yako, ndicho kinaweka nguvu ndani ya roho yako ya kuweza kuendelea tena. Kwa hivyo, usiku wa leo nataka ujue ya kwamba kuna nguvu ndani ya maombi. Labda umeomba mara nyingi, labda umeomba siku nyingi na haijatendeka. Usikate tamaa. Unaendelea na kujenga roho yako uweze kupata ile uwezo wa kuweza kukupropel. Daudi alipokuwa anapigana na yule Mfilisti,
alikuwa na sling. Ile sling, uwezo wa ile njiwe iko kwa ile sling, anapokuwa anairusha iko kwa vile ameprepare, iko kwa ile nguvu, iko kwa mikono yake, iko kwa ile nguvu, ile force ambaye anarusha ile jiwe ndio iko na uwezo ya kuangusha yule Goliath. Kwa hivyo na wewe ile nguvu uko nayo ndani yako ni kwa sababu ya ile maombi umeweza kuomba, ni kwa sababu ya ile prayer life ambayo umeweza kulea ndani yako, ni kwa sababu ya ile maombi unaweza ukaomba, ni kwa sababu ya vile ambavyo unaweza ukakaa kwa ushirika wa Mungu, roho ya Mungu ikaumbika ndani yako, nguvu zikapatikana ndani yako. Hata ukiongea hauna hofu, hata ukinena hauna hofu. Kwa sababu gani? Prayer. Maombi inajaza roho yako ndani. Maombi inapatia roho yako uwezo. Maombi inapatia roho yako nguvu. We are talking about the sources of our strength. Kama Mkristo, utatoa nguvu wapi? Number one, nimekuambia ni kwa maneno ya mtumishi wa Mungu, yule kuhani, yule nabii ambaye unayemwamini. Number two, tunatoa nguvu katika maombi. We gain strength, we gain power by the source of the prayers that we pray. Nataka nikupeleke katika kitabu kile cha Daniel chapter number 6. The book of Daniel. Kitabu hicho cha Daniel sura ya 6 na mstari wa 10. Daniel chapter 6 and verse number 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani mwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Bwana Mungu wake, kama alivyokuwa akifanya kitokea hapo mwanzo. Basi watu hao wakakusanyika pamoja, wakamwona Danieli akiomba dua na kusii mbele za Mungu wake. Ndipo wakakaribia wakasema mbele ya mfalme katika habari ya ile marufuku ya mfalme, je, hukuitia sahihi ile marufuku ya kwamba kila mtu atakayeomba dua kwa Mungu awaye yote au kwa mtu awaye yote katika muda wa siku 80, ila kwako mfalme atatupwa katika tundu la simba? Mfalme akajibu akasema, neno hili ni kweli, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Waajemi isiyoweza kubadilika. Kwa hivyo Daniel alijua nguvu zake zinatoka wapi. Alijua nguvu za kuweza kushinda huyu mfalme zinatoka kwa maombi. Daniel amesikia maombi imepigwa marufuku ya kwamba mtu awaye yeyote asiombe kwa Mungu. Mtu awaye yeyote hata asiombe kwa mtu yeyote. Usipige magoti usikike ukiomba rika shakatala baba. Usiombe. Daniel amesikia usiombe, na yale maandiko yakatiwa muhuri na mfalme. Maandiko yanasema neno la mfalme ni sheria. Yaani mfalme akiongea amepitisha hiyo. Iwe ambatani na wewe, iwe ikubaliani na wewe, ni sheria. Ni sheria. Neno la mfalme ni sheria. Danieli ikasemekana mtu yeyote asiombe. Danieli akapiga magoti mara 3, asubuhi, mchana na jioni, kila siku akiomba kwa Mungu. Kwa sababu gani Danieli anaomba? Anajenga madhabahu yake ya maombi. Anajua katika maombi ndipo ambapo anapata nguvu. Ukisoma kitabu hicho cha Danieli, inasema Danieli akadumu kutoka wafalme watatu. Daniel chapter 1 and verse number 21. Tena Danieli huyo akadumu huko hata mwaka wa kwanza wa mfalme Oreshi. Yaani wafalme wote waliotawala katika Israeli, Danieli alikuweko pale. Ni kwa sababu gani? Daniel had mastered the art of prayer. Daniel had mastered the power of prayer. The power of prayer. The prayer, it is a source of strength in our lives as Christians.
katika maombi tunapata nguvu, tunapata uwezo, tunapata na hata ujasiri. Ni kwa sababu gani Danieli anaenda kinyume cha mfalme, na mfalme amekwisha kupitisha akasema ya kwamba mtu asiombe? Ni kwa sababu there is power in the prayer. In prayer we get power, in prayer we get strength. Ile ujasiri unaweza ukasimama na kuongea nayo, si kwa nguvu ya ugali, hapana. Kama watumishi wa Mungu, ile mamlaka huwa tunazungumza nayo si kwa nguvu ya ugali, hapana. Kama ni kwa nguvu ya ugali, kuna watu wameinua chuma, wako na misuli ambaye hata mkiwekwa na yeye hapo atakuweka chini. But the confidence that we speak with, it is because of the prayer that we pray. It is because of the confidence of the prayer that we pray. We have that power, we have that capacity, we have that ability to stand and say, hey, nguvu za maombi. Maombi. Ikiwa umejaribu njia tofauti imeshindikana, can you try prayer? Can you try the way of prayer that will not get the strength? Kama hautapata nguvu za maombi. Nataka tuone katika kitabu kile cha Matendo ya Mitume. Kuna watumishi wa Mungu walikuwa wanaitwa Paulo na Sila. Walikuwa wameshikwa, walikuwa wamewekwa katika gereza. Na katika lile gereza, Herode ama mfalme alikuwa amekusudia kesho yake awatoe wauawe. Kwa sababu gani? Jana yake alikuwa amekwisha kumuua mtu ambaye alikuwa anaitwa James. Na akaona hiyo kitendo ilikuwa imependeza umati wa watu. Kwa hivyo akaamuru Paulo akaamuru Petro awekwe katika gereza. Kwa hivyo Wakristo wakaamka wakaomba. Walipoomba wakabadilisha kile ambacho mfalme alikuwa amepanga. Acts chapter 12 verse number 5. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili, walinzi mbele ya mlango wakiilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro bafuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kafae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo zako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanyika na malaika, mbali alidhani ya kwamba anaona maono. Nao wakapita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje, wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. My brother and my sister, hii ni kanisa ambayo iliamka katika maombi. Wakati waliamka katika maombi, Petro alikuwa amewekwa katika gereza. Wakati alikuwa amewekwa katika gereza, mfalme alikuwa amekusudia aweze kumtoa siku yake ya pili aweze kumuua. Lakini tumesoma tukaona wakati kanisa liliamka katika maombi, waliweza kubadilisha ile maono ambao mfalme alikuwa nayo ya kuweza kumtoa aweze kuuawa siku yake. Hata hii si mwanadamu, si mkono wa mwanadamu ulihusika katika kumnusuru Petero. Wakati kanisa lilikuwa linaomba, ilichochea ikakutana na mbingu akatuma malaika akashuka kwa ile gereza, akamwamsha Petro, akamwamrisha aweze kuvaa manguo, aweze kujifunga mshipi, aweze kuvaa viatu, na akamshika mkono akamwambia nifuate. Akamuongoza katika yale malindo ya gereza, yale gates za gereza, akaweza kumtoa nje. Hii yote inafanyika kwa sababu gani? Hii yote inafanyika wakati haya mambo yanafanyika, nao watakatifu kule wanaomba. They are praying earnestly to God to intervene for Petro not to be killed. And when the church prayed, Petro akaweza kunusurika kifo kwa mkono wa malaika, kwa msaada wa malaika. Huyu malaika angekuja mwenyewe. Kwa sababu gani?
kwa nini hakukuja kuokoa James? Kama alikuwa anakuja peke yake, kwa nini hakukuja jana yake aweze kuokoa James? Kwa sababu wakati James alikuwa anauawa, hakuna mtu aliengage gea ya maombi aweze kumuokoa. Lakini wakati wa Petro, watu wameingia katika maombi kuomba, wameingia kuomba usiku kucha. Wakati haya mambo yote yanatendeka, kanisa nalo kule linaomba. The church was praying at the same time. So when the church was praying, they engaged the power of prayer, and now the angel was sent to come and rescue Peter. So wakati ambao unasikia umefika mwisho, can you engage the power of prayer? Can you engage in prayer? Can you now change the tune and get into prayer? Engage gea ya maombi, uone kama mambo itabadilika. Kama Wakristo tunatoa nguvu kwa maombi, tunatoa nguvu zetu katika maombi. Wachana na waganga, hao watakudanganya. Wachana na washirikina, wachana na mambo nyingi. Can you do this? Nimekuambia ya kwamba mtumishi wa Mungu akinena kwako analete nguvu ndani yako. Number 2, ukiengage katika maombi wewe mwenyewe, you stir up the altar of prayer in your heart. Katika hicho kitabu tu, the same book of Acts of the Apostles, mtu mwingine anaitwa Paulo na Sila. Yeye vile wamewekwa katika gereza. Haijalishi wewe uko katika hali gani. Wewe hutawekwa katika gereza ya fisco, lakini unaweza ukawekwa kwa gereza ya madeni, ukawekwa kwa gereza ya umaskini, gereza ya kufinyiliwa, gereza ya taabu, mashida. Ile mambo ambayo unapitia ni gereza. Kwa hivyo utatoka aje katika hilo gereza? Can you engage the gear of prayer? Let us go to the book of Acts, chapter number 16, number 23. Na walipokwisha kuwapiga mapigo mengi, wakawatupa gerezani. Wakawaamuru mlinzi wa gereza awalinde sana. Na yakiisha kupata amri hii, akawatupa katika chumba cha ndani, akawafunga miguu kwa mikatale. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimuomba Mungu na kumuimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengi walikuwa wakiwasikiliza. Ghafla pakawa tetemeko kuu la nchi, hata misingi ya gereza ikatikisika. Na mara hiyo milango ikafunguka, vifungo vya wote vikalengezwa. Yule mlinzi wa gereza akaamka, na yalipoona ya kuwa mlango ya gereza imefunguka, alifuta upanga atake kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawalete nje akisema, bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, mwamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Kwa hivyo Paulo na Sila katika hii kusifu na kuomba, katika kusifu, they were praying and praising God. When we sing the songs of worship and praise, we are praying. It is a way of prayer. It is a way of communication to God. So, nataka nikuambia ya kwamba ukitaka uwezo, ukitaka nguvu katika jambo lolote ambalo unafanya, can you engage the gear of prayer? Can you engage the gear of prayer? Can you turn into prayer? Ingia katika maombi. Ingia katika maombi. Iwe ni ya kufunga, iwe si ya kufunga, lakini bora ni maombi. Unaweza kupata nguvu. In every challenge, in every way of life, in every situation of your life, you can come out through the power of prayer.
Nimeona maombi ikisaidia watu wengi. Vile vile mimi imenisaidia. Hapa nimefika tu, kuna mkono wa Mungu na kuna vile vile part yangu nimefanya kama mwanadamu kupitia maombi. Kwa hivyo ninakuambia usiku wa leo ya kwamba can you engage in prayer? Tunaongea kuhusu ni wapi Mkristo anatoa nguvu. Where do you draw your strength? Where do you get your strength from? In every situation unahitaji nguvu. Unahitaji nguvu. Unahitaji nguvu. Maandiko inasema katika Ezekiel ya kwamba siku moja ilionekana ikiwa ni siku ya taabu. Kwa sababu gani? Wamama walikuwa wako tayari kuzaa, lakini hawakuwa na nguvu. Hawakuwa na nguvu ya kupush huyo mtoto atoke. Hawakuwa na nguvu ya mwili ya kuweza kusukuma huyo mtoto atoke azaliwe. Kwa hivyo ikaonekana ikiwa siku ya dhiki. Kwa hivyo na wewe kama Mkristo, ikiwa kuna mahali umefika na unasikia umefika mwisho, usiseme umeomba sana. No, go back and pray. Usiseme umefunga miaka nyingi. Go back and engage the gear of prayer. You will overcome it. Maombi. Maombi. Mitume wakamwendea Yesu. Walikuwa wameletewa mtoto ambaye alikuwa anaanguka kifafa, waweze kumkomboa. Na wakamuombea, yule mtoto hakupona. Ile pepo haikumtoka yule mtoto. Yule mzazi wa yule mtoto akamwendea Yesu. Akamwambia, huyu mtoto nimempelekea wanafunzi wako na hawangeweza kumponya. Kwa sababu gani? Yesu akakemea ile pepo ilikuwa ndani ya yule mtoto. Yule mtoto akawa huru. Wanafunzi wakamwendea Yesu faragani kwa private. Wakamuuliza, kwa nini sisi hatukuweza kumwamrisha yule pepo amtoke yule mtoto? Yesu akawaambia, hii haiendi ila kwa kuomba na kufunga. Kwa kuomba na kufunga. So there are situations where you need to engage the gear of prayer. For you to overcome, for you to move, you have to engage the gear of prayer. You have to engage in a rigorous way of prayer. You have to have a pattern of prayer. You have to engage your spirit in prayer. You engage your mind in prayer. Engage your physical body in prayer, and you will see change in your life. Ninakufundisha ya kwamba, kwa sababu gani ninakufundisha haya mafundisho yote? Ili usiweze kutegemea waganga kupata nguvu. Ili usiweze kutegemea waombezi kupata nguvu. Usiende baharini uende ukapewe nguvu. Wewe mwenyewe unaweza kujitafutia nguvu ambayo haitakuwa na majuto hapo kesho, ambayo haitakuwa na gharama nyingine hapo kesho. Ukikwisha kuipata, itakuwa ni kwa msaada wako, itakuwa ni kwa maisha yako, na itakuwa ni kwa kukusaidia wewe. Njia ya tatu ya kuweza kupata nguvu katika maisha. Njia ya tatu ni kitu kinaitwa giving. Kutoa. Giving. The more you give, the more you strengthen your inner man. The more you give, the more you gain the faith. The more you gain the confidence. So the confidence you have, it is your power. Kwa hivyo tunapo engage namba 3 kwa njia ya kutoa, tunazungumza kutoa kwa madhabahu. Kutoa kwa madhabahu. Nitakupatia mfano wa wafalme wawili ambao when they engaged gear number 3, gear ya giving, wakaweza kupata nguvu ambayo ilikuwa si ya kawaida katika maisha yao. Katika Biblia hao wafalme wametajwa ni kwa sababu gani? Waliengage katika mambo ya giving. 2 Kings chapter 3 and verse number 26. The book of 2 Kings number 3 and verse number 26. Maybe it is a common verse to you, but every time the word of God is read to you, ama ili neno ikisoma kwako, inakuja na uwezo mpya, inakuja na nguvu mpya. Hata kama ulikuwa umesoma saa 7 na tukuje tuseme the same scripture, we read it with new spirit and we bring it with a new revelation. 2 Kings chapter 3 number 26.
Naye mfalme wa Moabu alipoona ya kwamba ameshindwa vitani, alitoa pamoja naye watu 700 wenye kufuta panga, ili wapenye hata kwa mfalme wa Edomu, wala hawakudiriki. Ndipo akamtoa mwanawe wa kwanza, yeye ambaye angetawala mahali pake, akamtoa awe sadaka ya kuteketezwa juu ya ukuta. Kukawa hasira kuu juu ya Israeli, basi wakatoka kwake wakarudi kuenda nchi yao wenyewe. Huyu mfalme walikuwa wamepigana vita na alikuwa anaona vita, amebakisha kitu kadogo hivi tu apoteze hiyo vita. Akauliza, ni kitu gani naweza nikafanya? Kwa akili zake akajua, I can engage in a gear of giving. Gear ya kutoa kwa madhabahu, unapata nguvu. Hata sisi wa Kristo wakati tunakuja kwa madhabahu kama hii, iwe ni siku ya Jumapili, iwe ni siku gani, na unapata mtumishi wa Mungu pale na unampelekea sadaka, unamwambia sadaka hii ni ya kitu fulani. Hiyo sadaka in exchange, hiyo kitu ulikuwa unatafuta kwa madhabahu, kwa nini inaenda kutendeka? Ni kitu gani inasababisha hiyo kitu ikatimie? Wakati hiyo sadaka yako inaenda kwa madhabahu, na kutoka kwa madhabahu unapata nguvu ya hiyo kitu ambao ulikuwa unatafuta, the power of that thing that you are praying for, ama hiyo kitu ambao ulikuwa unatafuta kwa hiyo madhabahu, hiyo nguvu sasa inakuwa ndani yako ya kuenda kufanyika, the power to make it happen. Because for it to happen, there must be something that will make it to happen. Now when we go to the altar, in exchange of our offering, in exchange of our sacrifice, now we get back the strength, we get back the power to get that thing that we were praying for. Kwa hivyo ukienda kwa madhabahu, ukipeleka sadaka zako kwa madhabahu, haurudi mikono mitupu. No, haurudi mikono mitupu. Wewe unaweza ona umerudi ukiwa empty, lakini ndani yako haurudi mikono mitupu, unarudi na nguvu za kusababisha hiyo kitu ambao ulikuwa unatafuta kwa Mungu. This is new. Hata mimi sikuwa ninajua hiyo, ya kwamba tukienda kwa madhabahu ndio sisi tumepeleka, lakini sisi haturudi tukiwa empty. Now we get that power to make it happen. That power, the sacrifice that we have given to the altar, inasababisha nguvu itoke kwa madhabahu iingie ndani yetu, iende ikasababishe mambo itendeke. Kwa hivyo anytime you go to the altar, when you get back, you go back with a new power, with a new strength to make things happen. Mfalme wa pili ambaye aliengage kwa gea ya giving, ama alitoa nguvu zake kwa giving, ni mtu anaitwa Sulemani. Tukienda katika hicho kitabu cha Wafalme, 1 Kings chapter number 3 from verse number 3. Sulemani naye akampenda Bwana, akienda katika amri za Daudi babaye, ila utoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu ile. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Omba utakalo nikupe. Now Solomon wakati alipoenda kwa madhabahu, hiyo sadaka alipeleka kwa madhabahu, ilisababisha mpaka Mungu amuulize ni kitu gani anataka. Ili provoke uwezo wa Mungu akiwa juu mbinguni, mpaka aulize huyu mtumishi wake ni kitu gani anatafuta kwa hiyo madhabahu. Ni kitu gani kimesababisha yeye aende kwa hiyo njia ambayo alikuwa anaiendea. Ni kitu gani hiyo unatafuta? Nataka nikuonyeshe Solomon alipata nguvu aje. Wakati alikwisha kutoa hiyo sadaka katika madhabahu, uwezo uliingia ndani yake. Nimekuambia tukienda kwa madhabahu sisi tunapeleka sadaka. Hiyo ukiisha peleka kwa madhabahu, hiyo si kazi yako kule itaenda vile itatumika. That is not your problem.
Haja yako ni upeleke na upate kile ambacho ulikuwa unatafuta. Wacha nikuonyeshe. Huyu mfalme alipata nguvu. Alipata nguvu aje? Huyu mfalme Sulemani alipata nguvu aje, ama alipata nguvu zinakaa aje? 2 Chronicles chapter number 1 and verse number 15. I am telling you, it is not in vain. It is in exchange. As we give the monetary value, that is in form of cash, ama dhabihu yote, iwe ni ya mifugo, iwe ni mbuzi, iwe ni ng'ombe, iwe ni gari, iwe ni nyumba, iwe ni chochote gani, unapatiana kwa madhabahu. Hiyo ni sacrifice unaipatiana kwa madhabahu. In return, you get power, you get strength, you get charged to go and become what you had thought in your mind. Kile ambacho ulikuwa umekusudia ndani yako, kile kinaisababisha ni ile nguvu inaingia ndani yako wakati umekwisha kuenda kwa madhabahu. 2 Chronicles number 1 and verse number 15. Mfalme akafanya fedha na dhahabu kuwa kama mawe umo Yerusalemu, na mierezi akaifanya kuwa kama mikuyu iliyomo Shefela, kwa kuwa ilikuwa ni mingi. Oh my goodness. That kupitia vile alienda kwa madhabahu, alipata nguvu ndani yake ya kuweza kufanya dhahabu iwe ni kama mawe katika Yerusalemu. Unajua hata mimi sijaona dhahabu. Sijui wewe kama umeona dhahabu. Yaani value ya dhahabu, yaani ikakuwa hata mtoto anaweka kwa begi ya kwenda shule nayo. Watoto wanacheza na dhahabu. Wamama wanavaa earrings za dhahabu. Everything ni dhahabu kwa hiyo inchi. Ni kwa sababu gani? Hii nguvu ya kufanya hii dhahabu ikuwe available imetoka wapi? Imetoka kwa madhabahu. Imetoka kwa madhabahu. Imetoka kwa giving ya huyu mfalme. Hapo nitashikanisha mambo mawili. Kuna giving na kuna the altar. Giving and the altar. They are the source of our power. They are the source of our strength as believers. Wakati tunatoa kwa madhabahu. Tukitoa kwa hiyo madhabahu inapokea sadaka yetu kupitia kwa mtumishi wa Mungu. Nayo hiyo madhabahu tukitoka hapo inaweka nguvu ndani yetu. Inaweka uwezo ndani yetu ya kuenda kufanyika. Kwa hivyo any moment that you go to the altar, don't panic. Instead, nataka ujue ukitoka tu kwa hiyo madhabahu, unatoka na nguvu. Unatoka na uwezo wa kuenda kusababisha ile mambo ambao ulikuwa unatafuta kwa Mungu. We are talking about the sources of our power, or the source of our strength as believers. Tumesema nguvu ya kutoa na madhabahu. Giving and the altar. Hizo mbili zinaenda hivi sambamba, haziachani, kwa sababu utatoa wapi kama si kwa madhabahu? Madhabahu. Wewe uko na madhabahu gani? Ile madhabahu uko nayo ni madhabahu gani? Wakati Daudi alikuwa anakaa kwa Sauli, siku moja akaambia Jonathan, ninaomba unipe ruhusa nirudi kule mjini kwetu. Kwa sababu gani? Tuko na ibada ya dhabihu. Tunaenda kumtolea Bwana dhabihu. Kwa hivyo na wewe kama haukuwa umeanza, mimi nimeona nguvu ya giving, nguvu ya sacrifice. Mimi hapa nimesimama tu, nimeona nguvu yake. Kwa hivyo na wewe nataka ujaribu hii. Jaribu hii. Usiseme ati ni bure, wewe unatajirisha yule mtu ako pale. Hapana. Kando na hiyo sadaka yako, vile vile na wewe ukitoka hapo tu kwa hiyo madhabahu, kuna kitu nayo inakuwa imeingia ndani yako. There is a certain power that has entered your spirit to go and make that thing happen. Ukisha kutoka hapo, ile kitu inaenda kufanyika, ile nguvu iko ndani yako sasa ndio itaweza kucommand ile kitu ulikuwa unatafuta. Oh my goodness. Ati kama nilikuwa ninatafuta shamba kwa madhabahu, nikikwisha kupeleka dhabihu yangu,
shamba already iko ndani yangu. Nguvu ya hiyo shamba tayari imekwisha kuingia ndani yangu. Ni mimi niende sasa, na nikikwisha kuondoka, hiyo nguvu iko ndani sasa, itacommand ile kitu nilikuwa ninatafuta. Itakutana kwa njia ya hine, ama hapo mbele nitazungumza about your devotion. Your devotion. Devotion ni nini? Devotion ni kule unajipatiana. Kule unajipatiana ni wapi? Unajipatiana wapi? Maandiko inasema katika kitabu cha Matthew chapter 6 and verse number 21, where your mind is, there is your heart. Kwa hivyo mahali siku zote unawaza, mahali siku zote mawazo yako inakuwa, hapo ndipo ambapo unatoa nguvu zako. That is where you draw your strength. Everywhere that you meditate, mahali popote roho yako imejipatiana, mahali popote mawazo yako umeipatiana, hapo ndipo unatoa nguvu zako. Kwa hivyo mtazamaji, labda unauliza hawa watu wanafanikiwa ama hawa watu wanafaulu aje? Wamefuata hiyo mambo 4 ama 5 nimekuambia. Number 1, nimekuambia the word of your priest. Maneno ya mtumishi ya kuhani wako inakupatia nguvu, ama inakusukuma, inakupropel uendelee na kufaulu. Number 2, nguvu ya maombi. Vile unaendelea kukaa kwa maombi, ndivyo unaendelea kupata nguvu, ndivyo roho yako inaendelea kupata nguvu. Unaweza usione saa hii, lakini miaka 2, miaka 3 inakuja, utaona ile maombi ulikuwa unaiomba. Number 3 na number 4 tumesema giving and your altar. Unatoa nguvu wapi? Kwa matoleo yako na kwa madhabahu yako. Then ya 5 ni kwa kule ambako umejipatiana, where you have given your heart, where you have given your spirit. Kwa hivyo nataka nikuachie hapo. Kwa hayo mambo, tafuta moja tu ukaifanyishe kazi, na utaona utakuwa na ushuhuda wa vile maisha yako imebadilika. Usikate tamaa, usiende kwa mganga, usiende kwa bahari, usiende kwa mambo ambayo hayana mwanzo, hayana mwisho. Tafuta kupata nguvu za roho za kufanyika, because we become by the power of the strength in us. We perform by the power of strength in us. We prosper by the power of strength in us. Kwa hivyo nataka uchukue hatua, uweze kujua ni njia gani ambayo utatumia ili uweze kupata nguvu ya kufanikiwa, ya kufaulu na ya kukusimamisha. Kuna nguvu ambayo mtu anaweza kuwa nayo, akasimama kati ya changamoto, akasimama kati ya watu ambao ni wakubwa, wako na uwezo wa kumweka chini, lakini hawamweki chini. Kwa sababu gani? Ile nguvu iko ndani yake. Kwa hivyo mtazamaji wangu, nataka nikuachie hapo na nikuambia ya kwamba kuna nguvu ambazo zinakuwa ndani ya watu, ndani ya Wakristo, ambazo it is genuine strength, it is genuine power, haina compromise. Na ukifanya hivyo utaona unafanikiwa. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa yeyote ambaye amesikia ujumbe huu, ambaye haya maneno yamefika ndani yake, yameingia ndani ya roho yake. Ninaomba hayo mambo ambayo nimezungumza kwa roho yake ikaweza kupata kibali, ikaweza kupata makao ndani yake, ya kumfanya awe na nguvu, ya kumsababisha awe na uwezo wa kufaulu, ya kumsababisha awe na nguvu za kumsimamisha siku za taabu, ya kumfanya awe na uwezo wa kumsimamisha na kustahimili changamoto zinapokuja kwa njia yake. Bwana Yesu, wapatie nguvu, wapatie mamlaka, wapatie uwezo wa kuweza kufanyisha haya mambo 5 kazi ndani ya maisha yao. Roho wako Mtakatifu akachukua usukani kutoka sasa na hata milele. Na ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Amen. Shalom, shalom. God bless you.